aswad, moyo mweusi. Moyo huu hauna haya. Ndipo pale ambapo unakuta mwanamume wa Kiislamu hana haya, anaingia katika saluni ambayo akikatwa nywele zake wa kumuosha kichwa chake ni binti ambaye kaandaliwa katika saluni hii. Hana haya, ana matatizo katika moyo wake. Inakuwaje Muislamu ambaye kaambiwa kumgusa tu mwanamke ambaye si halali yako, kumgusa tu, kumpa tu mkono, madhambi yaliyoje? Leo Muislamu abul iyal au ummul iyal, baba wa watoto, mama wa watoto, anaondoka anaenda kwenye saluni, anaoshwa kichwa chake na mwanamke vizuri, burdan. Kama halitoshi la kuoshwa kichwa chake, Muislamu tena time nyingine anaingia katika swala, wanamuona Waislamu wenzake anajituliza na kujituliza, anataka naye apodolewe. Tena anamfundisha kabisa, niwekee zile dawa ambazo ndakuwa na mimi mweupe. Mwanamume anataka awe mweupe, anasuguliwa na mwanamke, anashikwa uso wake, na hatujui yanayojiri mazungumzo gani. Lakini nahnu naqul idhhabu alhaya, kuondoka kwa haya ni kuwa moyo mweusi, na ndio maana haya imeondoka. Kama halitoshi hilo, kuna kupanda dau. Haya imeondoka. Mwanamume ana watoto huyu, mwanamke ana watoto huyu, na wote, huyu abul iyal na huyu ummul iyal, wote hawa wamekaa burdan, wamevaa vitaulo vyao tu, wanafanyiwa massage na wanawake. Mpaka imefikia hapa, bila shaka sisi tunakanusha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ingilikuwa si hivyo, tusingeweza kudhubutu. Mgongo wako badala utumie mke wako, unaenda kumpa mwanamke ambaye si halali yako. Uso wako badala utumie mke wako, unaenda kumpa mwanamke ambaye si halali yako. Si hivyo. Sasa hivi pia kuna saluni za wanawake, nao wanahudumiwa na wanaume, kila kitu kuanzia kuoshwa mpaka kukandwa. Tena si hivyo, kuna oda maalum, oda ambayo mimi mama watoto fulani, mume wangu fulani asije kaniona hapo, kwa hiyo njoo hoteli fulani, wanaweka oda watu kufuatwa mahoteli. Mke wa fulani yupo hoteli fulani, kajita jinaume fulani, liende likamtengeneze, mara mgongo unauma, mara kadha. Aib, wewe ni gahba. Aib. Aina ya maasi ya ugahba ni mfano wa namna hiyo, na ndio maana utakuta kwamba wanawake wa namna hii kwa waume zao wavivu, kwa wasiokuwa waume zao wana uchangamfu. Subhanallah. Na ukisema hivi, huwa watu wanakasirika na wanaona kwamba hao nao shamba, huwa wanaona hivyo. Kumbe la wallah, tunatetea manhajo saleh, tunatetea manhaji iliyokuwa sawa, tunatetea namna walivyoishi salafuna saleh.